Hichi kipindi tunataka tupeane awareness kwa sababu tumeingia Disemba. Of course Disemba tulishaingia, lakini kwa sababu tulikuwa kidogo tuko kwenye tension ya mambo yanayoendelea kwenye nchi yetu. Tunashukuru Mungu tumepita salama. Kwa hiyo sasa tunaendelea kufocus kwenye kazi. Disemba ni mwezi ambao watu wako likizo, watoto wako likizo na watu wanaenda likizo pia, holiday. Kwa mradi wetu wa Wadada Center ambao unahudumia familia, ni kipindi ambacho wadada wanahitajika zaidi. Wadada ambao walikuwa makazini, yani nguvu yao inahitajika zaidi. So nyinyi mko kwenye call center, nataka kujua mpaka kufikia leo tarehe 10 kuna nini, kuna changamoto gani za mwezi huu ambazo ukiziangalia ni tofauti na miezi hii mingine. Hasa kwa upande wa wadada, kwa sababu wadada ndio wanaenda kutoa service. Kwa hiyo kuna changamoto zote? Ya, changamoto zipo. Kwa mwezi huu wa 12 kidogo tumepata baadhi ya cases kwamba mtu anapiga tu simu, mimi nataka niondoke, nimeitwa nyumbani na mama. Ghafla tu yani dada. Hakuwahi kuwa kwenye follow up. Unakuta mtu amekaa kazini miezi mitatu. Kuna dada amekaa kazini miezi mitatu. Tumempeleka kazi Dodoma, lakini ghafla hakukuwa na changamoto yoyote kwa bosi wala kwake, lakini mtu anatuma message kwamba mimi nimeitwa na mama na kesho naondoka, siwezi kusubiri. Utaratibu anaujua, unampa utaratibu, anasema hata kama najua utaratibu lakini mimi kusubiri sitaki, nimeitwa na mamangu nyumbani. So you can see yani inakuwa ni ghafla mtu ambaye anaujua utaratibu lakini anaamua kuvunja utaratibu, alafu ghafla kwa mwezi wa 12, which is different. Kwenye miezi iliyopita ilikuwa kama dada anataka kuvunja mkataba kidogo wanakuwa wanatoa taarifa kabla, ila kwa mwezi wa 12 tumepata scenario zaidi ya 2-3 kwamba mtu akiwa anasema tu mimi naondoka kesho, ama mwingine ametoroka kabisa hata kuaga hajaaga kwa mwezi wa 12. Okay. So hiyo inatoa taswira gani? Inatoa taswira kwanza kwamba mwezi wa 12 ni kipindi ambacho watoto wanakuepo nyumbani. Kwa mfano kwenye hiyo kesi moja, dada amekaa nyumbani muda mrefu, mtoto alikuepo ni mkubwa ambaye amemaliza kidato cha 6, lakini wengine hao walikuwa wanaenda shule asubuhi wanarudi jioni. Kwa nadhani sasa hivi wako sasa kuchukua yule mmoja mkubwa jumlisha hao wawili, anaona majukumu yanamzidia, yameongezeka. Kwa hiyo ile kudeal na watoto na nini anaona kwamba hawezi. Hiyo ni ya kwanza. Lakini mwingine pia naye analalamika mtoto anakataa kula. Mtoto mimi nibadilisheni nao naondoka zangu kwa sababu mtoto ni mbishi kula. So you can see labda anaona yule mtoto anakataa kula ni mdogo, akuitoa hiyo challenge mapema, lakini sasa hivi wameongezeka na wengine ambao walikuwa hawapo, walikuwa boarding, wengine wamerudi. Kwa hiyo dada anaona kwamba majukumu yamekuwa mengi sana kwake. Anaamua kuchukua jukumu la kushindwa kuvumilia kwa hicho kipindi na kujituma zaidi, anataka kuondoka na kuacha kazi. Okay. So mmefanyaje baada ya wao wamepiga simu kwamba wanaondoka? Mmefanyaje sasa? Tumewasiliana na waajiri wao. Kuna mmoja yeye alikuwa anasema kwamba yeye hakusema anaondoka leo, alisema kwamba mimi nibadilishieni bosi. Kwa hiyo kwenye kumuuliza sasa shida ni nini, ndo mtoto anakataa kula alafu majukumu yananizidia, anakosa muda wa kupumzika. Kwa hiyo tukazungumza na madam ambaye ndio mwajiri wake, tukamuelezea kwamba madam, dada anaonekana anakosa muda wa kupumzika. Kwa hiyo tunaomba kidogo mkae kama mlikuwa mna ratiba basi kwa kipindi hichi, kwa sababu pia kuna ongezeko la watu. Jitahidi kutwist hiyo ratiba ili kwamba na yeye aweze kufanya majukumu yake kwa wakati na aelewe kwamba ni muda mfupi tu, then majukumu yatarudi kuwa kama mwanzo. Lakini hata kama yasiporudi still kama ile ratiba ya mwanzo ndio inamsababisha sasa hivi anashindwa kupata muda angalau wa kupumzika na kufanya majukumu yake, basi hiyo ratiba ibadilike kwa hichi kipindi ili aweze kuendana na hali ya uhalisia. Kwa hivyo ndivyo ambavyo tumejaribu kusolve. Japokuwa kuna huyo dada mwingine mmoja, yeye kesi hiyo tukashindwa kabisa, kwa sababu tunamuelekeza utaratibu, tukaongea na mwajiri wake akasema tu basi hatuwezi tukamlazimisha, kama anataka kuondoka yeye aondoke tu, mtanitafutia mtu mwingine, kwa sababu kumlazimia mtu it's risky, kwa sababu anasema sitaki, siwezi kukaa, natakiwa nimeitwa na mama yangu nyumbani. So kwa sisi pia tukaitafsiri kama pengine kwa sababu ni mwezi wa sikukuu, dada kuja pengine anakuja na maono yake, lakini anamedhani tu kwa sababu ile taswira ya Kitanzania tunapenda kwenda manyumbani kwao sikukuu, kwa hiyo yeye anataka aende kwao. Kwa hiyo sasa kusema anaomba ruhusa ya sikukuu si kiutaratibu, sisi hatuna kwenye mkataba wetu, unless iwe ni vile vitu kabisa ni vya dharura ndio tunaruhusu. Kwa hiyo anaona bora mimi niondoke. Kwa hiyo anakuwa ni mko ya hapo kwa hapo kukimbilia sikukuu, lakini anashindwa kujua mbele baada ya sikukuu maisha mengine yatarudi kama kawaida. Okay. So nafikiri kwanza hapa sasa waajiri, tukiwa address waajiri wetu, kitu ambacho ningependa wajue ni kwamba sisi kama Wadada Center tuna maono ambayo tunayasimamia.
na maono yetu tumekuwa tunayatachi sana na huduma ya kimungu, kwamba tunajaribu, kuna message ambayo Mungu ameweka ndani yetu, tunaifikisha kupitia huu mradi, kwamba Wadada Center imekuwa kama ni nyenzo au ni kitu ambacho kinatufanya tutoe ile gift ambayo Mungu ameweka ndani yetu, you know. Kwa hiyo tunawakutanisha na wafanyakazi wanaowahitaji. Wafanyakazi nao wanahitaji pesa. Lakini Wadada Center pia wanaitumia kama sehemu ambayo wanaweza kwenda kupata kile wanachokitaka. Lakini sisi siku zote huwa tunasema misingi yetu ni ya ukweli, uaminifu na uadilifu, ambavyo hivyo vitu huwezi kuviona. Yaani nataka waajiri waelewe sana, kwa sababu bila hivyo wataendelea tu kuona kama ni kama Wadada Center. Lakini kumbe tunadili na watu. Tunadili na watu. Na watu, yani Mungu aliweka hiyo kwamba huwezi kuona dhamira ya ndani ya mtu. Huwezi kuona mtu amelelewaje. Kwamba ni mtu mkweli, ni mtu mwaminifu. Sisi tunawafundisha uaminifu, tunawafundisha uadilifu kazini, tunawafundisha uchapakazi. Lakini yale mafundisho atayapokea, atayafanyia kazi? Na kama atayafanyia kazi ni kwa muda gani? Ni kwa muda gani? Kwa hiyo hapo kwanza, mwajiri yeyote ambaye anachukua huduma hapa kwetu, akielewa na akatofautisha kwamba kuna Wadada Center na kuna huyu dada ambaye alienda kwenye huu mradi kwa ajili ya kutafuta fursa, lakini yeye mwenyewe ana shida zake. Si unaelewa? Ili anapokutana na usumbufu kama huu wa hawa wadada uliowatolea mfano, sio ni wangapi, asije akaona ni mradi. Yani ni Joyce Kiria. Kwa hiyo kwanza kabisa, kwa waajiri ambao mnapata huo usumbufu, poleni sana, kwa sababu sio lengo la mradi wetu. Tumeweka utaratibu na nyinyi mnajua, kwenye mkataba kabisa tumetengeneza makubaliano ya namna tutakavyofanya kazi, ambayo tunaita mkataba. Dada unataka kuondoka, no problem, toa taarifa. Sasa hivi tena tumeweka muda wa kutosha kabisa, ambao dada atatakiwa, sio kusema kesho nimeitwa nyumbani na mama na kesho naondoka. Huyo ni dada ambaye yani ni mtu ambaye hana utu. Ni dada ambaye ana roho mbaya, ni dada ambaye hana hofu ya Mungu. Tunapenda kutumia hili neno la hofu ya Mungu, kwa sababu yeye kwao wanajua yupo kazini, na sisi hatupokei hao dada kiolela. Tunawasiliana na ndugu zao, ndugu kabisa. Sisi hapa hatupokei mtu tu kaletwa sio na mtu juu kwa juu, hapana. Tena huyo mama yake yupo kwenye mkataba wetu na tulimpigia. Na mlimpigia. Twende kazi. Akasemaje? Mama yake tukamwambia tumempokea binti yako, amekuja hapa kituoni kwetu anaomba kazi. Tunathibitisha wewe ni mama yake, umemruhusu? Ndio nimemruhusu, mimi ni mama yake mzazi. Okay, kwa una taarifa kwamba yupo amekuja kutafuta kazi hapa kituoni kwetu? Ndio. Na hiyo jana pia tunamwambia wewe huyo mama ambaye unasema kwamba amekuita nyumbani, si ndiye sisi tumewasiliana naye na yuko kwenye mkataba wetu kama mtu wa karibu. Anasema ndio, lakini ameniita na sidhani kama nitarudi. Kwa hiyo ni tu so kwa nini amkurudi kwa yule mama, kwamba kwa kuwa tuliwasiliana na wewe mwanzoni, binti yako alipokuja kwenye taasisi yetu, tuna utaratibu, unapomuita ujue alikuwa na majukumu ambayo anatakiwa atoe muda wa notice, ili tuweze kumwandalia yule mtu ambaye alikuwa naye dada mwingine. Isilete chaos, isilete shida. Vinginevyo mzazi kama huyo pia akijifanya haelewi, kwa sababu kuna kuaga pia na wazazi ambao wana hizo tabia kwamba wakisha ongea jambo lao, yani wakati mwingine unakuta labda ni wanatumia kisingizio, ni kwamba tu labda huyo dada hataki kazi, kwa hiyo anatumia kisingizio kwamba nimeitwa nyumbani. Lakini sio kwamba ameitwa nyumbani. Hizo zote ndio zile huwa napenda mimi sasa nikienda kiroho, kiukweli kabisa, ni ile nawaambiaga wadada, huwezi kubarikiwa. Na wewe kama ni mzazi unayemtakia mtoto wako mema, mtoto wako hawezi kufanikiwa kwa sababu unamfundisha uongo. Bora aseme ukweli, kuna shida gani iko kazini, ili hiyo shida tuifanyie kazi. Na huyu mtu ambaye alikuwa nyumbani kwake tayari ana mipango na mipangilio yake, anajua nina mtu fulani. Sisi tumeweka utaratibu, hatukumlazimisha binti yako, hatukumuita, alikuja mwenyewe. Na alipokuja mwenyewe tulimpa masharti, na tena tulikupigieni na simu kuonyesha kwamba sisi hatufanyi kazi na mtu yeyote. Sisi tunataka kufanya kazi na watu wachache ambao wanaweza kwenda na taratibu zetu. Sijui unaelewa. Kwa hiyo huyo mzazi wake, nasema najaribu tu kusema kwamba kuonyesha ule uwajibikaji,
mkaongea naye kwamba inakuwaje tena unamuita mtoto wako ghafla, yani unamuita kesho aje wakati tulisha kupigia tukakuuliza unajua amekuja kuomba kazi. Na taratibu zetu za kiofisi zina namna yake kwamba akitaka kuacha kazi atoe notice, kwa sababu hajafukuzwa au hakuna shida yoyote iliyotokea ya dharura kusema kwamba anatakiwa kesho aondoke. So kwa hiyo kwanza tuna hiyo changamoto ambayo tunaikubali. Tunadili na binadamu jamani. Tunadili na binadamu. Na hawa binadamu wako mchanganyiko huku duniani. Ukimwangalia hivi huwezi kujua huyu mtu amenyooka au amepinda. Sisi tunachokitangaza ni kwamba hapa tunataka tutangaze habari njema. Habari njema ni kufanya jambo ambalo wewe utataka kutendewa. Ndio habari njema. Ndio tafsiri tu ya habari njema. Kwamba tunachowaelekeza hapa, dada unaenda kufanya kazi. Fanya hizi kazi kana kwamba unajifanyia wewe binafsi au unamfanyia Mungu anayekuona sirini, kama wewe ni mtu unayemwamini. Na sisi tunataka kufanya kazi na watu wanaomwamini Mungu. That is number 1. That is number 1. Na dada wanaambia mtu ambaye anamwamini Mungu ndio sifa ya kwanza ya kuja kufanya kazi na sisi, kwa sababu hatutaweza hizi sheria zingine hatutaweza kuzifuata kama hatumwamini Mungu. Kwa hiyo mtu yote ambaye atasema simwamini Mungu, no, kwenye mradi wetu hatukuhitaji. Kwa sababu hatuwezi kuhudumia kila mtu. Ili sasa tunapokuja kwenye hivi vitu tusidanganyane. Ukiwa unajua kabisa baraka zako ziko kwenye matendo unayotendea binadamu wenzako, kwa sababu tulishaagizwa unachotaka kutendewa tendee mwenzako. Kwa hiyo tunaamini mtu ambaye anamwamini Mungu hawezi kumtendea mwenzake ubaya, kwa sababu ubaya anajipandikizia yeye. Kesho na kesho kutwa utamkuta. Hivyo ndio hivyo mtu anayemwamini Mungu anaishi hivyo. Hawezi kumfanyia mtu ubaya, sio kwa sababu atamani kufanya ubaya, kwa sababu mimi najua nikikufanyia ubaya utanirudia. Kwa hiyo inabidi nisikufanyie kwa sababu najipenda, ili ule ubaya usinirudie. Umeelewa? So inabidi sasa waajiri kwanza mjue tunadili na binadamu, na binadamu ni watoto ambao wamelelewa kwenye jamii zao, wamekuja na tabia zao. Wakifika hapa wanaigiza, wanavaa ngozi zao za kondoo, watakubali sheria zetu na taratibu zetu, lakini wanapokuja kukiuka sasa pale ndio tuone true color zao. Tusije tena tukaanza kusema Joyce Kirias ni Wadada Center. Ndio tuone true color zao, kwamba kumbe huyu dada sio mkweli, kumbe huyu dada sio mwadilifu, kumbe sio mwaminifu. Tutaendelea kuchuja hivyo. Na ndio namna yetu. Waajiri, huu mradi una muda mrefu. Kuna watu wengi tumewabadilishia wadada, unapata wa kwanza, wa pili, wa tatu anakuwa mzuri. Unapata mtu mzuri. Huwezi kupata watu wabaya kila siku. Unless kama wewe mwajiri nawe ni mbaya, unawafanyia watu wabaya, maana ndio utakuwa unakutana na watu ambao wanakufanyia ubaya. Lakini kama ni mtu ambaye na wewe pia unamwamini Mungu na unawatendea watu mambo ambayo ni mema, Mungu naye atakuletea watu wazuri kabisa. Kwa hiyo sasa baada ya kusema na waajiri ili waelewe kwanza msimamo wetu kwamba hayo wadada wanayoyafanya na sisi wanatukwaza sana, kwa sababu wanatuletea kwanza usumbufu, wanatusababisha. Hakuna mtu ambaye anafanya biashara yake anataka kuiharibu. Hayupo. Kila mtu ambaye anafanya biashara anataka mafanikio. Yule mtu akawe mwema, akafanya vizuri kiasi ambacho alete sifa njema. Sasa nitakuleteaje mdada mbaya wakati mimi nataka watu waizungumze vizuri Wadada Center, watu wawazungumzie vizuri wadada wanaotoka hapa, reputation. Sio nguvu ambayo tayari umeshaiwekeza kwenye kutengeneza leo mpaka umefika hapa. Uwezo tamani kitu kije kikuharibia. Ingekuwa tuna uwezo wa kumulika tukajua tungewafuatilia mbali vibaya mno. Na mimi nasema hivi, niko tayari kufanya kazi na wadada wachache sana. Wachache. Mimi sihitaji kundi la wadada. Mimi nahitaji watu wachache sana. Mabosi wachache sana na wadada wachache ambao wote tutapeana peace of mind. Tukifuata misingi ile, kila mtu anakuwa na amani. Na kila mtu atapata anachokitaka. Bosi atapata huduma nzuri kutoka kwa dada, ataenjoy, atafurahi na atambariki yule dada kuliko kawaida. Atamlipa vizuri, atamuongeza tipu, atampa hiki. Sio, unaelewa? Kwa sababu ule moyo wake unakuwa umeridhika. Dada ambaye alikuja na shida za pesa atapata hela. Kwa sababu dada wanaokuja hapa si shida zao ni kupata hela jamani. Kwa hiyo Mungu mwenyewe anawabariki madam. Hata tukisoma maandiko matakatifu tunamwona Yakobo alivyoenda kufanya kazi kwa mjomba wake labda ni muda mrefu. Alikuwa anafanya kwa uaminifu kiasi kwamba alikuwa aliweza kupewa zile ahadi za kupewa mifugo, za kupewa nini, kila ikiwekwa sheria ngumu zaidi si nitakupa wenye madoti. Mungu anambariki ni kwa sababu mengi zaidi kuliko bosi. Ni kwa sababu alimwamini bosi. Alimtumikia kwa uaminifu mkubwa mbele za Mungu. Na Biblia imetufundisha mtumikie kwa ukiwa mtumwa kuwa mtumwa mwema, mwaminifu. Tena fanya kama vile unamfanyia Mungu. Kabisa. Bwana wako unatakiwa
umfanyie kwa uaminifu. So hawa dada ndio wanachotakiwa kujua. Jamani, mnafanya kazi na mradi wetu, basi naomba muendelee kujua sisi ni watu gani. Sisi ni watu ambao tunampenda Mungu na tungependa kila mtu aweze kufanikiwa katika kila anachokitaka. Kianza kuingiza uongo ya shetani, unajizibia mwenyewe.